Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini pia ni katibu mkuu Muungano wa Falme za Afrika, na zaidi ya hayo mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Siku ya leo ni siku ambayo kama unavyoweza kuona umati na uwanja ulivyojaa hapa, ni siku iliyokuwa tarajiwa. Kama unavyofahamu wazi kwamba leo tarehe 15 mwezi wa 6 ndiyo tarehe pekee ambayo tumeiteua kama viongozi wa Jumuiya ya Muungano wa Falme za Afrika kuweza kuendelea kuweka historia katika urithi wa utamaduni. Hapa ni jijini Dodoma katika eneo la Bwibwi, kata ya Iyumbu, ni wilaya ya Dodoma mjini, ambapo hapa ndipo tumekuwa tukisimama kwa ajili ya kuendelea kutoa urithi wa utamaduni kwa vijana wote. Na siku ya leo kama ulivyoweza kuona ilikuwa ni uapisho na pia kuwasimika viongozi wa kimila watakaosimama katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Lakini pia tunashukuru leo tumeweza kumpata mrithi au mshauri mkuu, mshauri na mfadhili wa wazee hapa nchini Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Tumeweza kumpata ambaye ni Mheshimiwa Gilbert Ntamamilo. Ataweza kutusimamia katika ushauri, lakini nje na ushauri atakuwa ni mmoja kati ya walezi wa wazee katika himaya zetu za Afrika, ikiwa ni pamoja na Tanzania kwa ujumla. Hivyo niweze tu kueleza wazi kwamba haya yote yaliyoweza kufanyika hapa ni sehemu ya urithi wa utamaduni, na tumeweza kufanya mambo mengi tofauti tofauti, lakini moja kati ya mengi ambayo tumeyashauri kwa vijana ikiwa ni uwajibikaji. Kila kijana anatakiwa ajituni katika majukumu. Kila kijana popote alipo anatakiwa kujituni katika kuhakikisha anatengeneza pato la taifa. Nje na hayo tumeweza kuelezea jinsi na namna ambavyo watu wanatakiwa kuwa na nidhamu. Tumeshauri kumheshimu kila yeyote, lakini vivyo hivyo kuwaheshimu sana wale wanaokuzidi. Haijalisha na kuzidi umri, haijalisha na kuzidi cheo. Tumeshauri na kuweza kuendeleza kwamba waheshimiwe. Ninapozungumza hivyo, tumeona mmomonyoko wa maadili ukiendelea, hususan ni upande wa vijana wakiwatukana viongozi wakuu wa nchi, wengine hata wakidiriki kuwatukana viongozi wa ngazi za juu kabisa za serikali, wengine wakiwatukana jeshi la polisi nchini Tanzania, bila kujali jitihada wanazozifanya jeshi la polisi na majeshi yote nchini Tanzania ya kuendelea kuilinda amani yetu na kuhakikisha tunaendelea kuishi kwa amani. Lakini vivyo hivyo nikashauri wasiwe na taratibu pia za kuwatukana viongozi wa dini, na vivyo hivyo nikashauri hakuna yeyote mwenye akili timamu anayeruhusiwa kuwatukana wazee wa kimila. Popote anapoonekana mzee wa kimila, popote anapoonekana kiongozi mkuu wa nchi, popote anapoonekana yeyote anayehusika na uongozi wa dini, anastahili kupewa heshima yake, kwa sababu yule ana jambo na ana kitu ambacho pengine leo unaweza usitambue kuwa cha kufaa katika upande gani, lakini kikiwa kinakufaa moja kwa moja. Na ndiyo maana moja kati ya mambo ambayo nimekuwa nikielezea ni kuendelea kujituni katika uwajibikaji, na katika wajibu ndiko unakokutana na nidhamu, na bila kuwa na nidhamu usiyatarajie mafanikio. Nimeelezea wakati mwingine, kwa kuwa wengi wamejua Mfalme Dr. Fadhili kweli nimekuwa nikihusika na kuwasaidia watu takriban duniani kote, wanaohitaji mafanikio, wanaohitaji ushauri, wanaoanzisha biashara, wanaohitaji ushauri wa ndoa, wanaohitaji kufanikiwa kupitia asili zao. Nimekuwa nikiwasaidia takriban dunia yote. Ninapozungumza hivyo ni wazi kwamba watu wana shida. Waweza kuwa hauna shida au una shida ila hautambui, lakini nimekuwa msaada mkubwa sana kwa dunia kuweza kuwasaidia. Ninapozungumza hivyo nina maana, ndio maana nikaeleza, kwa kuwa watu vijana wengi wameelewa wazi hilo, na namba zangu wengi wanazo, hasa hizo zinazopita kwenye skrini za mwisho 17, wamekuwa wakiendelea kunipigia simu na kuniomba niwaunganishe katika vikundi vya siri, ambavyo vikundi hivyo hata mimi mwenyewe Mfalme Dr. Fadhili simo katika vikundi hivyo vya siri. Wao wakiomba ni waunganishe, wakihisi kwamba pengine unapoingia kwenye hivyo vikundi ndipo mafanikio yanaweza akafanikiwa. Hakuna mtu yeyote anaweza kufanikiwa bila kuwajibika, na ndio maana tumekuwa tukiendelea kusisitiza uwajibikaji katika nchi yetu, kuwajibika kwa vijana na wasio vijana, ili kuweza kuliongeza pato la taifa.